Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Shukuru Mungu kwa sababu ya kila mmoja. Thank God for each one of you. Na kila kijana ambaye amejitolea kuja. And every you that has given himself time to come here. Mungu awabariki sana. God bless you so much. Kama vile nilivyowaambia, As I told you earlier, wakati wa ujana in the youthful season, ni wakati ambao ni wa utajiri. it's a season of being rich. Ukiwa tu kijana, If you are a youth, wewe ni tajiri. you are a rich person. Sababu ujana Because youth ni msemo na sema is a saying that goes, maji ya moto it's like hot water. na hakuyani And it doesn't take time before it gets cold. hiyo. Kama uko kijana Then if you are a youth, bado ungali mtoto, you are still hot. lakini hizo nyakati But that season, hazidumu. it doesn't take time. Hizo nyakati That season hazikaa. does not take you Unaona vile tumekaa, You see the way I am? lakini maisha yanaendelea. And life continues. So watu vile mmetulia, You see the way you quiet. lakini maisha yanatulia. But life does not take Ile kuki wasoni unafaa just as the watch is counting. ndivyo wewe unaenda. That's how you are also moving. Leo unaonekana kijana, If you are seeing the youth, lakini kesho but tomorrow unaonekana mzee. you will be seen as a mature Nguvu man. unazo, You have strength. kesho zaidi. Tomorrow is normal. Utaanza kung'ang'ana. You will begin to struggle. Ulikuwa unarukaruka, You are jumping up, lakini kuruka kwako kunaanza kwa but your jumping style begins to hiyo ni change. kawaida. It's a normal way of life. Kwa hiyo wakati unapokuwa kijana, Therefore, as long as you are youth, tumia ujana wako katika hali iliyo njema. use your youthful life in the right way. Unapokuja katika nyumba ya Mungu, As you come in the house of God, piga kelele kama vile hutupisi. celebrate the Lord like Mwimbie never Bwana before. kwa nguvu. Sing for the Lord. Mtumikie Bwana kwa nguvu. Serve the Lord with Kabla power. haijawa siku Before that day ambayo utajutia. that you will ever regret. Amen. Hallelujah. Kwa majina kama vile umesikia, Her name, as you heard, mimi Pastor Esther. is called Pastor Esther. Apostle V ni kijana wangu wa pili kuzaa. Apostle V is my son, second born. Yule alikuwa anapiga keyboard ni wa tano. The one who was playing the keyboardist is the fifth. Yule alikuwa anapiga ngoma pale ni wa sita. And the one who was playing the drum is the sixth born. Unaona mwenye mzee? You see, he's old. Bwana asifiwe. I'm also old. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kuna miaka nilikuwa kijana, There were years I was a youth. sikuwa najua siku moja ninakuwa shosho. I didn't know that one day I'd become a grandmother. Siku moja nilikuwa na mwili mdogo Sometime I was slim and good looking. na naangalia hivyo nasema You look at the figure and you feel this is okay. lakini sasa hivi naona kijana. But then you look at me. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mtafsiri wetu, Our interpreter today, mtafsiri ni kipawa. interpretation is a gift. Unaweza kujua neno You might know something of lakini God, ukaitafuta sana. and then you look for it in Sasa kwa sababu the light of unaitafuta the sana unashindwa, and because you're looking for it, unaweka yenye you're unataka. not able to find it. When you Watu look watajijazia. for whatever you have, and people will understand. Kwa hiyo msiangalie sana, And therefore, don't msisikilize so much sana. concentrate on the vocabulary. Ukiona kama ameshinda, When you look at him and say that he's Niambie kwa roho. tell yourself in the heart, ni hivi. this is what he means. Mungu mpatie neema huyu. God give him grace. Wewe ukimsikiliza, Because when you listen to him, utacheka sana. you will really be amused. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hiyo wakati ule wa ujana, And therefore, during youthful season, sikujua siku moja nitakuwa mnono. I didn't know that one time I'll grow bigger in size. Sikujua kama siku moja nitaanza kujiangalia kwa kioo. I didn't know that one day I'll see myself in the mirror. Naanza kusema wa, And then I begin looking at myself saying, wow, naanza kuwa na nyama za hapa. I'm already having sagging, Unalala na mkono pale ziko hapa. and you look at yourself and you think whatever is happening on your body. Unasema ni kitu gani kimjiwele? Then you tell yourself what exactly has happened with my throat. Lakini umri unapoenda, And as age continues mwili unapanuka. and the body is expanding, Unafanya mazoezi, you try to go do some exercise, lakini yale mazoezi but that ya exercise dakika 5 is just 5 minutes or 20 minutes. mimi naenda gym. I go for gymming.
Na nikiwa gym, And while in the gym, angalia vijana. I also look at the youth. Na mara nyingi wale wanakuja gym. And many times those who come for gym, Hawakuji tu asema wanataka kupungua. they don't come because they want to maybe go slim or Shule mimi lose weight. wanataka kujim. Because what I see in that room, sure. I always tell myself, Unajua macho yanaona. you see the eyes are there to see. Taona tudada ndio ina. You see some young ladies there. Nasema They ujana. say, you Na huo kamoja hivi kafupi. some funny Kana colors. mshika kabisa. Unajiuliza. Then you wonder, Kufanya did mazoezi. you come to Au play? tulikuwa tunashindana. Or you came that we come to compete? Alafu na mapapa wenyewe wako And mule. then there are some young or some men there, Vijana. some young men. Naona And then you see their chest. Tunakutana hapanuki. And then Kifua. you meet them there. Lakini anaipanua kwa nguvu. Their chests are not so big, but their mind is so big so that they can see. Anapita karibu ya And wale they are wadada. passing by those ladies. Anajiuliza, And then you ask yourself, what did he come to do sisi here? wazee tumekuja But for hapa some of us who are old enough to come juu ya there, afya. for the reason of health, Nani anaenda gym? who are those that go for gym? Just so they got your heart again. There's that one there. Huyu kijana wangu aliniambia hivi. This young man here told me, Tunafanya gym wote pamoja pale Greens Park. we always go in the same gym area together. Ananiambia mami, And he tells me, Mom, usikuje jioni. don't come in the evening, please. Wewe kwa nikuja tu siku. Just always be coming in the Namuuliza morning. papa. And I ask him, Mbona unaniambia nikuje? what are you advising me to come in the morning? Unajua. Oh, you know, Usije gym watu in sijafuja. the evening there's a lot of Lakini najua kwa nini. but I know the reason. Yeye anaenda jioni. I always go there in the evening. So he doesn't want me to go there and see. Kaenda machia. Then I let him be. Asubuhi mapema naenda. Then early in the morning I get there. Alikuwa naenda. Why do I go? Kwa sababu nguvu unapoenda chini, Because the more the strength is getting lesser, lazima kutafuta misuli kwa gym. you have to find some muscles in the gym Pate nguvu. for you to get strength. Juu jana unaenda chini. Because the youth are getting Unaanza out kuwa of you. mzee. Then you become old. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo usijisahau, Therefore, don't forget about yourself, maana unaweza kusahau. because you can get lost along the way Ukazani utabaki hivi. and think that you remain the same. Kwa nini naongea hivi? Why am I saying this? Nataka uelewe. I want you to understand Yule mzee unayemwona, that mature elderly person you see there, wowote anywhere, alikuwa kijana. one day he was a youth. Alikuwa kijana. One day he or she was a youth. Na vitu vyote vilivyoona Zania kama unajua. And so many things you ever think that you know, Ule mzee anajua. that old person there knows Na anaelewa. and he understands. Na watu wengi wanafikiria And so many people think ukiwa mtu mzima when you are mature, huoni, or rather you are old, you can lakini see. kuna msemo nasema But there is a saying that mzee goes anaweza kukaa that an old person can sit down akaona mbali, and see far, lakini kijana where a youth person can stand lakini haoni. but not be able to see. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo unapokuwa kijana msisahau mzazi, As you are a youth today, don't look down upon your elders, kwa sababu mzazi because your parent anaweza kukuonya, can warn you. anaweza kuwa haongei English kama yako Might not be or rather fluent in the English au that haongei you are, French kama or yako. fluent in French as you are. Karibu mchungaji, mpigieni makofi. Lakini ameona mengi, But they have seen a lot. ameona mengi. They have seen a lot. Kwa hiyo mtu mzima anapozungumza na wewe Therefore, when an elderly person speaks with you, haongei tu juu ya kusikia, he doesn't just talk out of maybe hearing, lakini anaongea but he speaks kutokana na experience ambayo niliyo. out of experience that they have seen or heard. Kwa hiyo mtu ambaye anahitaji hekima kama kijana, And therefore, any youth that needs wisdom huwa karibu sana na watu wazima, always must stay close to those who are elderly, ili kupata hekima kutoka kwao, for them to gain wisdom from them. kwa sababu vijana wanaweza kudanganyana sana.
Because you can lie to themselves, deceive themselves. Na wakati wanadanganyana, And when they are deceiving one another, wanajipata mwisho wako kwenye shida. they find themselves in a ditch. Lakini wakati unasogelea mtu mzima, But when you move closer to an elderly person, awe mzazi, be it your parent, awe mwalimu, or a teacher, awe mchungaji, or a pastor, utapata hekima. you will find wisdom. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Leo nataka tuzungumze Today I want us to discuss maisha ya kawaida just a normal life katika ulimwengu ambao tunao, in the world that we are living today. ambayo inaonekana ni kawaida, That is seen as normal, lakini ni hatari. but it is dangerous. Kwa hiyo nitakuwa naizungumzia kiroho. Therefore, I'll be speaking from a spiritual point. Biblia inazungumza nini? What does the Bible say? Unajua wakati uko kijana, When you are a youth, kama vile kwambia kijana na nguvu, the way I told that a youth is full of strength, na ndivyo hivyo kijana. and so it is with a youth. Ukiwa kijana mwanaume, When you are a young man, akiamka when usubuhi, you wake up in the morning, kuna mwili mmoja unasema morning. there is one part of the body that says good morning. Unaamka, It wakes up, unasimama. stands upright. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unasimama. It stands upright. Wakati When unasimama, it stands, ukiwa hauna mtu wako karibu, if you don't know anyone close to you, unaanza geuka. you begin to turn around. Kwa sababu iko moto. The body is so hot for Sijui you. kama wakati unapokuwa moto, I don't know why it is when it is sijui hot. unafanya I nini. don't know exactly how Come to on, do please. as a Christian. Sijui unafanya. I don't know what to do. Wengine wanaamkia chooni, Some go to the toilet rooms mpaka wanafanya watu wengine wanashindwa kuingia chooni and then mapema. they make other people not get to the Kijuliza unafanya nini huko kwa choo? and then they are asked, what are you Sasa hivi saying there? unasikia mguno kwa choo. Maybe you can hear some voices. Kijuliza huku kuna vita gani? What kind of a voice is like there? Mm. Kind of voices. Sabuni zinaisha, mafuta zinaisha. Vaseline is getting out of stuff. Wala asifiwe. Praise the Lord. Sasa tudada, Some young ladies now, tumatiti tunaposimama, when their breasts are standing up, akitaka tu kuingia karibu ya siku zake, when they are almost in their day, mwili unasema niko hapa. and their body tells them, I'm there, I'm here now. Anaona chuchu zinasimama. Then those nipples are standing. Unaziangalia hivi, And you look at them, akasema Mungu nisaidie. and you tell yourself, God help me. Tageuka kitanda yote, You begin turning around the bed, turning around the bed. toka kwa ile kitanda. Get out of that bed. Mara nyingi naambia watu hapa kanisani, Many times I tell people here, ukiona kijana anapenda lala, when you see a young man liking sleep, analala sana, they are too much in sleep. yule kijana ni mzinifu sana. That young man is full of fornication or full of sexual impurity. Ni mzinifu sana. He is full of sexual Kwa impurity. sababu asili ya mwanaume, Because the nature of a man Mungu ameweka misuli, is being na ile given misuli muscles. lazima utumie. And those muscles must be Cheze used. mpira, You have to ufanye kazi ya do nguvu, heavy work. uende huku na You kule, have to go here and there. mwili wako unakuwa sawa. And your body becomes Lakini strong. ukimnyamazisha, But if you decide to Kwa keep kitanda. quiet in bed, unaweza kutana kama mattress na hata shida. you might even find that mattress in trouble. Juu unajisaidia kwa njia zote. Because you are helping yourself in so many ways. Kimbia mnyuma, When you get to the house, unaanza kuuliza hii mama mipira mbona inafanana kama kama si vitolewa. and you begin asking yourself, what is happening here? There is so much mucus. Unashinda hii makamasi ya nini? And then you question yourself, is this mucus? What is it? Na unaangalia sasa mtakao unafanyia vile mtafanyia. And also, why don't you find a place you can... Wala na watu wana macho. You think people don't have eyes? Kitanda kimeharibika. Unapata kitanda kimeharibika. You find that the bed is in a bad Na hiyo shape. inakuwa shida. And then this becomes a problem. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tukisoma kitabu cha Mwanzo. We shall read the book of Genesis. Kitabu cha Mwanzo. The book of Genesis. Sura ya kwanza na mstari wa 27. Chapter 1, verse 27.
Anasema Mungu akaumba mtu So God created man kwa mfano wake. in his image. Kwa mfano wa Mungu In his own image, alimuumba mwanamume God created male na mwanamke. and female. Aliwaumba. He created them. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mwanzo wa mwanadamu, The beginning of man, Mungu akumuumba wanaume wawili God did not create two men, wala akuwaumba wanawake wawili, and He never created two women. lakini Biblia inasema But the Bible says kamuumba mwanadamu kwa mfano wake, He created man in His image, kamuumba mwanamke and He created mwanaume, male, akamuumba na and mwanaume, created female, akamletea, and akaweka watu wawili He put two people ambao wana utofauti. that has difference. Kuna mmoja anakangamana, ana ile nguvu mingi, There's that one that is full of muscles, lakini mwingine and another one ana mwili mlegevu. has got an easy body, Huyu or anaitwa body. mwanamke, He's called a woman. lakini mwanaume But a man akampa misuli is mingi been given so much muscle. ambayo hatakiweka mkono wake hivi. Even when he puts his hand like this, Unaona, you look at him, naona tofauti you see the difference ambao Mungu ameweka. that God has Kwa put. nini nazungumza hivi? Why am I saying this? Nataka kusema matatizo ya kujamiana kwa watu ambao wanafanana. I'm talking about the problem of two same-sex people having relationship. Ni maneno ambayo hayataki kuongelewa, There are things that are not being spoken about, lakini utanisikia dakika kidogo, but you'll allow me in a small time or session. nataka nizungumze. I am going to talk about it. Zamani, Earlier before, miaka iliyopita tulisikia years that have passed in half, ilikuwa mbali it kidogo was quite far from na us, sisi, lakini sasa but now iko karibu na it sisi is sana, closer with us now. na shetani And Satan, amefanya hivyo he has made this na kuweka tamaa and put that, kwa kila mmoja he put that, whatever that. aanze kutamani mtu wa jinsia moja na To yeye. begin admiring someone of the same sex. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Utawaona wadada wawili You look at two ladies, wanakaa pamoja, they stay or sit together, ukadhani wao ni watu wazuri sana, and you ever think they're the best people, lakini kule nyuma but behind the curtains, kunakuwa na mambo, there are so many secrets. wanaanza kuwakiana tamaa. They begin to admire one another. Unampata mwanamke na mwanamke, You find a woman versus a woman, unakaa unajiuliza, and then you ask kwa yourself, nini wanajitesa hivi? why are they suffering Kwa sababu themselves? wanatafuta vitu vingi Because they are after so many vya things, kuweza kusaidiana so that they help one ili another, waweze kufika kileleni, for them to get to the na height level, wanafurahia hiyo. and they're so happy about it. Utapata vijana You meet young men, vijana wawili the two men, wanawakiana tamaa, and then they begin admiring one another. kijana mwingine mmoja One young man, anainamisha kijana mwingine, and then he bends over another person. na hizi vitu And these things, si mpango wa Mungu, it is not the will of God, ni mpango wa it shetani. is the will of Satan. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Shetani Satan, kila wakati every time, anaenda kinyume na mapenzi ya he Mungu, goes against the will of kwa God. sababu Mungu Because God, aliumba mwanamke na He mwanaume, created female and male. na kaumba mwanamke na mwanaume. He created male and female. Mwanamke akampatia mazingira atakayofanya nayo mapenzi, And He created a woman in an environment. akamwonyesha mwanamke And He made kuna sehemu ya kwenda chooni this organ to use na kuna sehemu ya kukondolea, and this is the point. na kuna hiyo sehemu ambayo mtu ataingia ndani. And this is the organ that another man shall use. Kwa hiyo Mungu anapomuumba mwanadamu, And when God created man, amemuumba, He has created him. kila kitu kina nafasi yake. Everything has got its Macho yana nafasi yake, eyes have got their position. mapua yana nafasi The yake, mouth has got its mdomo position. una nafasi yake, The mouth has hata visusu viko na nafasi and yake. even your hands have got its position. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na
inasema Mungu The Bible says that God, akaona amefanya vema. He looked at it and said that it was good. Kwa hiyo Mungu hakumuumba mwanadamu bahati mbaya. Therefore, God did not make a mistake to create man. Tasoma kitabu cha Walawi. We shall read the book of Leviticus 18:22. Leviticus chapter 12, 18. chapter 18. Chapter 18, verse 22. And the Bible says this, verse 22. Usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kurudishia tena hapo. Let me repeat again. Usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Usilale na mwanaume. You shall not lie with a Kama man vile unalala na mwanamke. as with a woman. Ni machukizo It is an abomination mbele za Mungu. before God. Kwa hiyo shetani anajua andiko. Now Satan knows the writings of God. Na sababu ya kufanya leo watu wakengeuke au wabadilike, And for his reason to make people change their way of kwa sababu life shetani anajua is because Satan knows aliishi mbinguni, he lived in heaven. aliona utukufu wa He Mungu, saw the glory of God. akaona enzi. And he saw the heavens. Aliposhushwa When he came down, akaambiwa hatarudi tena, he was told that he will never come back lakini here. atakaye kwenda kurithi But the one who shall inherit ni mwanadamu. is man. Kwa hiyo ana chuki Therefore he is so full na of ana bitterness. uchungu Full of bitterness. ili mwanadamu For every man asiweze kurithi mbingu. never to inherit heaven. Kwa hiyo sababu yake And therefore his purpose, anawakisha tamaa he is arising away ambayo from ni desire. tamaa ya kwenda The kinyume desire to work in it. na maumbile And the creation. juzi mbingu. For you not to get to heaven. Bwana tusaidie. May God help us. Kwa hiyo kunakuwa na hatari It never becomes a danger kwa wanawake. to women. Kuna wanawake wengi There are so many women, anachunga ubikira, and then they decide to keep their virginity. lakini anaenda nyuma. And then they allow their anus to be Unaona kama mtu ni karusha vumbi kabisa. um, Na msaidie. Ukiona inashindikana wewe unafuma. Leo unacheka. Bwana asifiwe. praise the Iko Lord. sawa. Amen. Amen. Najua hizi maruga zilikujaga na meli. You know, this language came by sea, by water. Meli bwana sio si. or by ship, water, whatever. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo tuelewane. Therefore we shall have to understand one another. Bwana Yesu. Hallelujah. Kwa hiyo kuna hatari There is danger ambayo shetani anaweka. that Satan is putting, Msichana that a woman anajilinda ubikira. is trying to keep her virginity. Anasema Then she says kuna kabila that there is a tribe. ambazo kama uingii ukiwa bikira If you don't get there when you go Inakuwa tatizo. when you're virgin, it becomes kwa a problem. mfano For example, kule Kongo in Congo, wengi wao so many of them, wanataka waoe msichana bikira, they always want to marry a virgin. na huyu bikira This virgin, kifanya harusi when you go for marriage asubuhi, in the morning, familia inakujaga, and the family comes, na ile familia ikifika and when the family naambia comes, tunaomba shuka. we want those sheets, more especially the white ones.
Tunataka shuka nyeupe. We want those white ambayo itatuonesha huyu mtu that will show us that this woman. Lakini tunaishi kwa kizazi. But we are living in a season or sio kusema hawako. We don't mean that they are not there. Wako kwa sababu Mungu analinda watu. They are there because God has. Lakini kizazi tuko nacho. But this generation we have. Msichana wa miaka 22 22 years old yuko bikira. To find her to be virgin. Huyu alienda msalabani. That one is staying at the cross and she has met Christ. Akalinda maisha. And she has kept her life. Lakini wengi wao, but many of them, yamkini na walio kanisani, even those who are in the church, hawana hofu, they have no fear, wala uoga, or any fear of doing that. Sasa wasichana wengi, and so many young men, anasema kuliko kuaibika, they are saying that instead of shame, nitatumia nyuma, I will use my honors niweze kujichunga mbele, for me to keep my virginity. Kwa hiyo wanajipata wanaenda nyuma. And then they give their hides or their honors. Kuna wengine, and there are some, wanafanya hivi, they are doing this wasibebe mimba, so that they don't get pregnant. Anaona, they see, kuliko kutumia uzazi wa mpango, instead of using this afadhali nifanye hivyo, I would rather go that way nisibebe mimba, than I don't be pregnant. Na wengine, and some, wanafanya hivi, they are doing that kwa sababu waliona kwa TV, because they watch on the TV, waliona sijui watu wanazitafutiana hizi vitu, they find things on the media, they watch them. Wakati anaangalia, when they're watching, anaona kama hichi kitu ni kizuri, they feel that this thing is so good, lakini hicho kitu kina madhara makubwa. but they say this thing has got so much danger. Iko madhara, there are dangers kwa mwanaume, to a man, kuko madhara, and even dangers kwa mwanamke. when it comes to a woman. Bwana Yesu, praise the Lord. Kuna madhara ya kufanana, there are kind of dangers that are, lakini kuna madhara yasiyo kufanana, and there are some that are not the same. Bwana Yesu, praise the Lord. Na hii madhara ni makubwa, and they are so great dangers. Wengine ambao wanaingia hata kwa mandoa saizi, some who get married even today, anataka afanye hivi, they want to do the same. Mwanaume anasema, and a man says, utanipatia nyumba, you will give me your honors. You say I speak as it is, right? Lakini nataka kukuambia, but I want to tell you, hiyo ni dhambi kubwa. that is a great sin. Huku nyuma, your backside or your honors. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I'll not be wise. Amen. Mahali pa kujisaidia. Your honors. Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume. God created male and female. Na akamuumba mwanadamu. And he made man chakula, that you eat food. Lakini kuna chakula ambacho hakifai, but that that is not good for your body. Whatever that is not good for your body, it has to come out of your body. Kwa hiyo mtu asipoenda chooni, if you don't go for the long call, ni mgonjwa. You are sick. Kwa hiyo Mungu, therefore God, anapokupatia mahali unakalia saizi, when he gives you that, sio wote hapa tuko na macho. Not all of us here we have. Unaona vile tunavaa, you see the way we are putting on, unaona vile unakaa, you see the way we are seated there, lakini masazi moya unaingia kwa karumu kamoja. There's a time you get into, hata pengine wewe mwenyewe unakuwa unafanya hivi, sometimes even tumbo limechafuka, begin to think Mungu anaweka hiyo mahali because God put that kuendea choo for you to express. Sasa hiyo mahali and that inakuwa na misipa mingi, it has so many na hizi misipa zinakusaidia they wewe are helping you kuweza kufunga choo for you to be able to na kuweza kufungulia. release it. Unaweza kuisikia sahihi, You can feel it now, lakini kwa sababu na zile misipa but because of those muscles there ambazo ziko that are there, zinafunga,
wanaenda town, if you are going to town, funga kabisa, they have to give that upeleke mahali until when ambapo unaweza enda, that is like, go and help yourself. lakini matatizo But the problem ya mtu yoyote, of anybody, huwa mwanaume if you unafanywa are hivyo, man and there is the huwa mwanamke unafanywa hivyo. woman are doing that. Wakati unaingiliwa kinyume, When anyone enters your anus, wanaharibu mishipa they yako, destroy the muscles of your na anus, ile mishipa yako and those muscles, inakuwa loose. they become loose. Kwa hiyo hauwezi Therefore you cannot control kwenda kwako kwa choo. your way of going for a long course. Sasa unajipata Therefore you find yourself, kwa mwanaume, you are a man, lakini lazima uvae kotesi, but you have to put on pampers. kwa sababu ukikaa, Because when you sit down, maji yanatoka. there is always water that is coming out. Hakuna kifunikio, There is no break there. ushakikata You wewe, have broken it kwa yourself. sababu Mungu Because God hakuumba did mwanadamu not create man aende nyuma. to go or to use his anus for Kwa sex. hiyo unajiharibu. Therefore you are destroying yourself. Ukikaa chini, When you sit down, maji yanatoka, there is water that is coming out. choo inatoka. And even fishes are coming out. Siku moja One day, zamani sana, long time before, nilienda Dar es Salaam. I went down. Nilikuwa natoka Kongo, I was coming from Congo. nikaenda Dar es Salaam. And I went to Dar es Salaam. Fika pale Dar es Salaam, At Dar es Salaam, mahali nilikuwa nimeenda, the place I had gone, niliona Muhindi. I saw an Indian man. Sasa kwa sababu kunakuwa na joto sana, And because it's quite hot, nilikuwa napenda sana kukaa nje kwa I wakati like fulani. to stay under sun shadow. Sasa mimi nikawa And nauliza, then I was asking myself, huyu kijana, this young man, mbona wanaume wanakujaga where are so many men visiting his room? wote na warafiki wengi? He has so many friends. Kikaa hapo, And when he stayed there, tabia zake ni za kike. this kind of slave is like a woman. Chupi zake, He's always washing his pants, putting them out there. anakuwa Then anajiuliza, I was asking huyu myself, papa, this young mbona man, anapenda kufanya hivi? why is he like this? Mwaka ambao nilifika pale, The year that I arrived there, nikatokata. and then I left. Baada ya miaka 3 nikarudi After tena. 3 years, I went back again. Nikampata yule And papa. I found that young man. Na mimi napenda tu kukaa pale And I like that most specific spot. siku moja nakaa, And one day I was sitting, anatoka kwa nyumba yake, then getting out of his house. choo ni cha watu wote nje. The toilet was for everyone. Kwa mimi na sister yangu, And then I, my sister, kama papa and anakimbia, I saw this young man going to the toilet. akafika, And then he gets there. kuna na hada yote. And then I saw him destroying everything. And I was saying, my sister told me, Hiyo si ya- don't look at him. Shanga, unaona I asked nikamwambia, her, why are you telling me that? mimi sikuwa najua. I didn't know. Kumbe huyu papa He said this young man, alikuwa haeleweki, he was not understood. hayuko tena mwanaume, He was no more a man, anafanya kinyume na maumbile. but he was doing against the creation. Nikasema Mungu, And I said, oh God. kisha nikasema basi tutoke hapa. And I said, let us get out of this place. Because this is a shame. He was such a handsome man. Toka pale, And then we left that place. alipotoka pale When I left there, alibakia hapo, he remained there. alizoa hizo vitu And then he zake. had to wipe that place or clean the area. Siku baada ya siku, Day after day. ule alikufa Then he passed on kwa sababu alipata ukimwi, because he was infected with AIDS and HIV. And he died. nataka kukuambia wazi, What am I telling you openly? shetani Satan anawaua wengi sasa. is killing so many today Anajua because he knows ukianza kwenda kinyume na maumbile, when you begin to go against the creation, hauna maisha marefu. you have short life. Kwa hiyo anatumia pesa And therefore using money watu wafanye hivi. for people to do that. Hapa tauni huko In town here there's so many. unaenda vijana wawili, 2 young men, you go there unasema huyu ni wangu, and then you proclaim that this is my road na pesa mnapewa, and the money will be given. na wewe unasema And then you say, nataka nitembeze gari, I want to drive good car. nataka niwe mtu wa sifa, I want to be famous. lakini nataka kukuambia But I want to tell you, ni ya muda mdogo. it is for a small season, short time. Unapofanya kinyume na maumbile, When you go against the creation, ukiwa mwanamke, if you are a woman, wakati unaenda kujifungua, when you go and you want to give birth, utafanya madhambi hapo.
You will do so much that are evil there. Kuna wengine wanachukuaga pamba. There are some of those who take Wakati unasukuma mtoto, when you are pushing a child, nyuma kunakuwa wazi. the other side is Sasa lazima waingize pamba. and therefore they have to put Mtoto in apate njia ya kupitia. for the child to get a way out. Kwa hiyo unakuwa mchafu. And then we become so dirty Utafanya haja kubwa mingi sana. because you will have to do so much massive pieces in that place. Praise the Lord. Kuna watu wanasema nalinda ndoa. There are people who say that I'm keeping my marriage. Lazima nipatie hii. I have to give him my honors. Sababu mume wangu hataki. Because my husband doesn't want. Anasema huku mbele. He said that the other Kama side anacheza sana. it is like it is open too much. Kwa hiyo nikienda pande And then ile if I go the other side, nilikuwa nimebandwa. I have been having it Nitakuwa tight. nimeshikika. It will be very tight Lakini for me. nataka But I kukuambia, want to tell you, kataa. refuse. Mtu kama huyu Someone like this nataka one kuharibu maisha yako. want to destroy your life. Leo utafurahia, Today will be a happy person, lakini kesho utatoa macho. but tomorrow will Hiyo ni be hali ya tears. kimwili, That is hali ya kimwili. that's a way of your nature. Hali ya kimwili unaharibika, You are destroying your nature. inasababisha magonjwa. It is causing diseases. Kuna wengine ambao There are some wanapata kansa they have even cancer kwa sababu mle ndani kunaota kivimbe. because inside there are cancer. Unaweza kukaa You can sit down ukaanza kuona damu and inatoka. you begin seeing the blood coming out. Mungu atusaidie. May God help us. Kwa hiyo kila unakiona Therefore, everything you see, au mtu anakupeleka komo, or someone gets into a corner anataka uende katika hayo maisha, and he wants to get you to this ni time, hatari sana. it is dangerous. Lakini ulimwengu umependa hivi, But the world knows that. na sasa watu hawataki kuiongelea. And today people don't want to talk Wanasema about watu wasiongee, it. And saying people don't talk about lakini it. tunapokumbuka But when we remember, Mungu aliangamiza Sodoma na Gomora, destroyed Sodom and sio kwa Gomorrah, sababu nyingine, not for any lakini reason, ya kuingiliana kinyume na but for Mungu. the reason of getting back on Kwa us. hiyo Mungu And God anakataa is refusing mwanadamu yeyote that any given man afanye kitendo hicho. to do this kind of Nasoma attack. katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza We read from the book of 1 Corinthians. 6 na mstari wake wa 9. 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Maandiko yanasema, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Umesikia kuna wazalimu hawatarithi ufalme wa Mungu. Msidanganyike. Msidanganyike. Washirati hawataurithi ufalme wa Mungu, hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wanaoabudu sanamu, wala wazinzi, wala wazinzi, wala wafiraji, wala wafiraji. Hawatafanya nini? wala walawiti hawataurithi ufalme wa Mungu. Kuna walawiti na kuna wafiraji. Wafiraji, the homosexuals, ni mwanaume is a man anaenda kwa mwanaume, and then kwa mwanamke, mwanaume sleeps with a man. Ufiraji wao kwa wao wanafirana. Homosexuals are men to men. Biblia inasema, and the Bible says, wafiraji, homosexuals, mtu yeyote anafirwa, anyone who is practicing homosexuality hataingia will mbinguni. never inherit the kingdom. Walawiti, those who are sodomites, hawataingia mbinguni. they will never inherit the kingdom. Kwa hiyo dunia And the world inatuonyesha ni tamu, is showing us how sweet it is. ni nzuri, It is sweet ya dakika 15, for 15 minutes. kwa sababu unapofikiria Because when you think, unaweza kufikiria kwa muda mrefu. you can think for so long. Santimari ikitaka kukushika, When the feelings are arising, inakushikaka kwa muda mrefu. rises for a long time. Unaweza kumuona dada, You can look at a woman, unaweza kuona kijana, maybe look at a young man, ukatamani
kwa muda mrefu, and you desire for long, na fikira ikawa kila and dakika thoughts are all over you. unamuona hapa Every time you sit down, you kila dakika. so see him every Ukasema day. siku nitakutana, The time I'll meet siku him, atanikubali, the moment she will lakini accept hili me. jambo But this thing ni la dakika 20. is just for 20 minutes. Mwenye iko na nguvu And the one who is strengthful. The son, dakika 20, 20 minutes. na ile dakika 20 And those 20 minutes, inakurudisha nyuma maisha yako it will make your life go backslide. miaka kadhaa. Even years back. Biblia inasema The Bible says, wazinzi those who hawataingia mbinguni, washerati heaven, hawataingia they will not mbinguni. inherit the kingdom. Acha nikwambie, Let me tell you, maisha ya the ujana life of a youth, nilikwambia ni mazuri I told you so na soon, ni wakati mzuri and sana it's such a maishani, good season in life. na ni wakati ambao unasimamisha sana, And it's a time when you are na up wakati unasikia unataka and the sana, time you are having lakini Biblia inasema But the Bible says dhambi zote that all ziko sin, nje ya mwanadamu, lakini dhambi ya zinaa sin of that iko ndani and it's inside, na inaleta unajisi. and it causes being dirty. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unapokuwa unaniangalia, You see the way you look at me? hata kama unasema You even thinking and say, niko na kangu pale pembeni, I have my own the other side. nikitoka hapa When I leave this place, nitaenda kukutana. I will go and meet him. Wengine wanakutana chini ya maembe, Some of them meeting under the tree of wengine wanakutana nyuma manyumba, behind those streets. wengine wanaenda pale kwa magesti za Some of 200 those guest lodgings. Fanya sana. Do it. Biblia The inasema Bible says dhambi na wazidi, those who are sinners sin lakini more. watakatifu Sinners, but those who are holy wazidi kujitakasa. continue to sanctify yourself. Wakati unafanya hivi, When you're doing this act, unajua umaskini mwingi unakuja kwa nini? do you know why so many people are poor? Unaona vile mnasoma, You see the way you are. naongea Kiingereza sana, You're eloquent in English. na akili nyingi, And so much. lakini juu ya kufikia hatima But ya for you to get your destiny, mtu wowote ambaye analala that is na mwanamke na mwanaume indulging in sexual sin, anauaga maisha yake. is destroying his life. Hakuna kitu There's nothing kinamaliza mwanaume na that mwanamke kills men or women kama zina. like sexual sin. Hakuna. Nothing else. Fanya sana, Do it more and more. lakini miaka yako ya kutembea muda mrefu But your long time ya jasho, full of oil, wewe mwenyewe because you know unakula neema yako, you are eating your grace, unakula baraka yako. you are eating your blessings. Wakati unalala na wanawake, When you're sleeping unalala sleeping with alafu men, unazidisha, and then you are unatafuta nyuma ya and maumbile, then you give your answer, unasema kuja hapa, and you say, come here, geuka, turn yourself, nianze kazi. so that I begin Wakati to wowote work. unapofanya, Anytime you're doing this, tunaendelea, we continue. wewe uko pale You are there, unang'ang'ana and you katika are shida, fighting, lakini jua struggling. Biblia inasema ya kuwa Bible says, wale wote wanawiti everyone hawataingia mbinguni, Sodomites will not get to heaven. washerati All who are hawataingia mbinguni. will not get to heaven. Tunaishi katika We kizazi are living in the ambacho season kila mtu that everyone simama peke yake. will stand alone. Usidanganyane. Don't lie to yourself. Tunapokuwa vijana When we are young, kuna upumbavu there's some ambao foolishness. tunadhania tutaenda And pamoja. you think that we shall Tunaona not vile together. tunaunga You see pamoja. the way you are together. Miaka In their ears, itaachana. you will be Utajua mwenzako aliendaka wapi, and you'll be asking where others went. utajua rafiki yako You aliendaka never wapi. know where your friend went to. Utabaki na maisha You yako. remain with your life. Na hapo ndipo And that's the point. utaanza kulipa You will begin to pay ulifanya. what you ever did. Bwana asifiwe. Hallelujah. Unajua saa hizi hata nikiongea hivi, You know, when I speak right now, naona mpumbavu, you look at me as a foolish person. lakini kuna watakatifu But are those who are holy, ambao wanasimama that kwenye are ujasi standing in their youthful life bila kutenda dhambi. without sin. Siku hizi imefika, Today has come a time. kabla sijaoa Before I get married, lazima tuonjane. I have to test. Unaonja ni karanga hiyo, Are you testing? Is it njugu karanga? hauna taibu, You are not even ashamed. umeokoka, You are saved.
Umempokea Yesu kwa You Bwana na receive Mwokozi wa Jesus maisha yako. Christ to be your Savior. Alafu unasema naonja. And you're saying, no, I'm just baptizing. Hawaonjaji. Hawaonjaji. They never test. Kufanya ndio kufanya. Doing it is doing it. Action is action. Ile sio kalamu. It is not peanuts. Utaona kadada, You look at a certain young lady, naisha matiti. her chest is up, Kama titi na cleavage. her cleavage is Kesho itakuwa kama hii yangu. tomorrow it will be like hers. Inakuwa naomba msamaha inaangalia chini. It shall be. Oh my God. Inakuwa natafutana na mabra. You'll be looking for brass, left, right, center, and tying yourself. Chezesha. Just play around. Uko kadada, There's a certain napigiwa simu. you have a call, Na hii simu, and this call, mtu anakuambia, someone is telling you, nakupenda sana. I love you so much. Macho yako mazuri. Your eyes are like the sun. Ukitembea, When you walk, unatembea kama ngamia. you walk. Come on. Shingo yako Your neck inanepa. Tanzania kama ni raso ile na bunda bunda. is like tennis or something. Inacheza hapa. It's like spring. It's like spring. I see. Anaona hapa. It looks at your neck. And this is that neck. Anasema kila wakati. Every time I Nikikaa, when I sit down, siwezi kunywa hata maji. I can really take Kwa sababu water. nikikutazama, Because when I look at unakuwa maji you, katika. you become water in my mind. Anasema wewe, You, macho yako your eyes, kirembua. when you try to, Unaniua. you're killing me. Maana mwili wangu wote The mentality unatetemeka. is shaking. Nasikia No. ndio aliyekuzaa. Acha abarikiwe. Kwa sababu siwezi kunywa maji kama Water before you Nasema, know you. acha Oh my goodness. hizi ndevu. Oh, this kind of Napoangalia ndevu. Oh. Nasema kweli. I see, say Mungu yes. alikuumba. God created you. Unapokuona When I look at you, I feel that feeling. nasikia I feel no. My goodness. ana alikudanganya. Who liked you? Ile yote ni bongo. Oh, that's a full of Unazania lie. kwamba kunywaji maji. You think that he never takes water? Anakunywa maji. He takes water. Anakunywa maji. He takes water to get Na us anakuwa water. iko sawa. And it's very good. Hakuna changamia vile unatembea. No way you're walking like a camel. Nani alikudanganya? Who liked you? Kwanza ukitembea unatembea kistaili kingine. In fact, when Kwa akili you yake anajua his brain is knows. ni kama vile mtu It's like a man akitaka kuua kuku, when he wants to kill a cockroach, kuku chicken. anashikaga kisu, He will always hold the lakini knife. mkono By mwingine the other hand, anamwaga mchele. is throwing, Anapomwaga when mchele he's throwing rice, kuku inakujaga, the cock lakini is jua gone. But no, kisu kiko mkononi. the knife is in his hands. Hauko mrembo vile wanakuambia. You are not so beautiful as they are lying to you. Sio vile wanafikiri. Not the way you think. Una urembo wako wa kawaida. You have your normal beauty, yes. Unakuwa fupi kama ile lao. You have this short Unakuta nose mtu like anakuambia mine. sema wako ni refu. Oh, but your nose is very long. Sasa sio unakuwa kinyoka. Your nose looks like a Somali. Nani alikudanganya kwa yale umekaa And hivi? your nose looks like that. Kisha kuna kwa bongo ingine. There's some lines. Sasa wewe mwenyewe uwe na Even your shape and your shida. brains. Come on. Tell yourself you are. Angalia urefu Mungu You look at alikuumba. the way you are tall. Ay 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 ay. Oh my goodness. Yule uko mrefu. The way you are Sio kwa tall. nini hujaenda kwa ma? I don't know why you are not hujafanya hivi. for beauty contest. Kumbe uko mama. Instead you are such a short lady. Anakusifu. They are just but Ya bongo. just lies. Na nyoyo Lies on you. unataka. And that is what you like. Sio unataka hiyo. That's what you like. Huyo Mungu Then God anachukia. does not like. Endelea pale. Kwa hiyo Where was I? Verse 10. Wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watamanio, wala walevi, wala walevi, wala watukanaji, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Ishia hapo. Amen. Biblia iko wazi. And the Bible is open. Ni wewe unaamua utachagua. It is you who decides what to choose.
Ni wewe unaamua. It is you who decides. Unaamua kutembea na Mungu. Do you decide to walk with God? Kufunga mwili wako. To keep your body. Mpaka wakati. Until the right time. Wakati ukifika. And when the time comes. Unaingia kwenye maumbile Mungu aliweka. You get into the section God created, or the creation of God. Vijana wetu. My youth people. Na kusifu jina. I pray in the name of God. Usiharibishe wanaume. Do not destroy your body. Kwa sababu ya shilingi 100. Just because of 500 shillings. Kwa sababu ya kutembea. Just because of having a good car. Kubali. Accept. Kung'ang'ana. To fight. Struggle. There is God that brings blessings at His time. But if utakubaliana na hii, you will accept or agree with this, you are in danger. Na mtu unaenda kwa ndoa, and anyone you are getting into marriage, do not accept wanaume a man to ask for this. Because this man, he is not a God fearing person. First of all, you want to get out of the heavens and want to destroy your life, and will leave you at the end of it, and you will suffer. Accept or choose to live a holy life. Choose to walk with God. Choose to live a holy life. Praise the Lord. Hallelujah. There is a saying that goes, a man cannot stay like that. Who is a man? A man is just but a human. He has his own heaven. That's why so many men today, they have no success. Do you know why so many men have no success? You are sinful. Today get to this one, tomorrow into this one, then to this one, another into this one. And you think that you are a sinner, you are a man, you are making yourself suffer, and you are eating your life. Today women, so many of them, they have been blessed, they have been successful, because they close their eyes and they waited upon God. And today you find men, they are being married. Why are being married? I wonder one day, just go into matatu. I look at a certain young man, and then that young man is winning at me. Surely. I try to check it out. He's swinging at. This one looks like my son. And he's swinging. Sure. I said, sure. This one is a temptation. And someone came and he, rather, wherever I was seated, my neighbor left and he told me, how are you, madam? I don't know you. Huh? And he said that you have killed me. Why you I have no gun. What is it that I've used to you? You have no idea. But I am making him not to understand that I'm understanding this. Please, I asked for your phone number. I told him you're a fool. Go find money first. I am like your mother. You don't have share. I will kill you. Today, they are there and washing the clothes of their grandmothers. You know, because they have money. You have destroyed your life. And you begin finding who has money. You don't even look at the face. There's a time she shows you how she loves. But in the middle of the night, when it comes, he looks at you like this. Your face is all, looks like none of you make it right to touch and he takes back your hand like that. I'm not here. I'm here for a purpose.
Sio juu nakupenda. Not because I love you. Unaweza kusema wao mapenzi ni miaka ni namba. There's no way someone will tell you that love age is a number. Mimi ukiwa mtu wa miaka 50, if you are 50 years old na mtu wa miaka 30 and 30-year-old person, ila wewe kijana sana. that is a young Miaka 20 mbele. 20 years difference. Unaweza niko hata nikienda kwa mazoezi. Even if I go for gymming, Hata nikijivalisha even if I try to put on tights, iko mzee. I am old. Siko sawa na miaka 30. I am not the same as 30 years Au old miaka 40. or 40 years. Iko miaka 50. I am 50. Iko mzee. I am old. Kile chenye mtoto wa miaka 20 anafanya, That which a young person of 20 years can do, siwezi kufanya. I cannot be able to do. Hata king'ang'ana, Even if I try, tateseka. you will suffer yourself. Unapata mifupa inaanza You kuvunjika. will find breaking the bones, stretching like Naenda haraka. you're doing it and trying, but Vijana mko hapa. young men, you are here. Muishi maisha mtakatifu. Live a holy life. Mpate pesa. To get money, Muoe wanawake na mnapenda. to marry Mwanamke na unapenda. a woman that you love. Sio mwanamke tu ili mradi. Not just a woman for the sake. Na Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hapa unakwazika. I know you are not happy about this. Juu sahihi uko na mawazo Because you are there thinking. Shona mama wako miaka 50. You look at a woman who is like your mother 50 years old. Unasema sasa You huyu are saying this one, nilikuwa naye. if I have this one, Napata gari. I have a car, Napata nyumba. I have a house. Asema wao atakufa mbio. She will die quickly. Nitamurisi. I will inherit. Anatufaki mbio. They never die early. Nikwambie kitu. Let me tell you a secret. Mwanamke ana nguvu. A woman is full of strength, Anabebaka nguvu yako. and she will carry Ndio your unakutaka strength away. papa. She'll draw away your strength. Kijana anaanza kuwa mgongo. Already he is getting old. Kwa sababu anafikika sana. Why? Because he's being used too much. Mama miaka 50. You talking about Mama miaka 50. these women of 50 years old. Anakumbuka zaidi. They will draw all your Yeye strength ndiye out. anakuwa kijana. That when she becomes young, and then they become old. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tuangalie sana Let's be careful katika maisha in yetu our lives. tunaishije. How are we living? Tusome kitabu cha Luka tunakwenda kumalizia. As we are going to finish, we're going to read 22:31. Luke 22, verse 31. 22:31. Akasema, Simoni, Simoni, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Shetani Satan amesimama is standing ili aweze kupepeta. that he may sift every young man. Shetani mpango wake His plan ni kuharibu maisha ya vijana. is to destroy the life of a young man. He knows Ninyi ni kanisa la kesho, that you are the church for tomorrow. watumishi wa kesho. You are the tomorrow servants. Lazima awale. He has to eat you. Amesimama kuangamiza, He is standing to destroy. kuharibu. To destroy. Okoa maisha, Save your life. okoa maisha. Save your life. Sikia ushuhuda wa baba moja pale Mombasa. I had someone in Mombasa giving a testimony. Huyu papa anasema This person says alikuwa anaenda kutafuta kazi ya mjengo, he was going in search of job, lakini mwisho akakutana na mtu mmoja, and he met someone. anaanza mpapasa papasa, He was trying to begin anaanza caressing him, kugusa, trying to touch lakini him. gusa anapatia 1,000, When he touched him, he gusa anapatia 1,000. Mwisho akafika wakati Then came to a time anakuwa anambeba mahali, he could carry him anamwambia down. zishikeshike sehemu zake za siri. Let him Inaanzaga hivyo. touching those secret Wanagusa in private places. anapewa 1,000. And then he's given money, 1,000. Anasema alikuwa akipeleka hiyo pesa kwake, Then he said that he could cry, machozi yanatoka. and he could cry. Sasa machozi yanatoka ya nini? Then why are you crying? Sio ndio nipenda kuna kushika. Because you accepted to be touched. Mungu anakuwa analeta neema. God, Lakini wao unaona
neema yako you kwenda kushika mwenzako mwanaume is to go and touch someone's private parts. anamshikashika anampatia pesa. And gives you money. Haikujali siku moja There will come one ili day wakugeuze for nyuma, them to turn you around. unaanza kupapasa, Begins by touching you. unaanza kukugusa kwa kichwa. Begins by touching your head. Kugusa mimi. How are you touching my head? Lakini uone I did not say that. tena anakupiga mkono And then hivi. he gives you a high five like Sasa this. huyu papa anasema And this same one says, analia sana. he's crying Ndio for yule you. papa alimuita siku Because moja. that person called him one day. Kaambia watu kae kwa Let us stay here this bed. Then I touch you na again. akamfanyia. And then he did whatever he did. Baba wa miaka karibu 40 A man of about 40 years analaitiwa is being sodomized kwa sababu ya elfu moja. just for 1,000 shillings. Sikatazani mbele hata machupa barabarani. You rather than go and sell crack on the road, Uende ukafanya hata kazi ya kufanya. go even sweep. Lakini usikubali But not kulatiwa accept to be sodomized kwa sababu ya pesa. because of money. Pesa ziko nyingi zinacheza. Kwanza hao waimbaji But this wanaibiwa vitu vingi. they have been Unaona destroyed. siku mbili Just say 2 days. alikuwa anaimba tu nyimbo za kawaida. He was just singing good music. Anakuwa na magari. Then he has Unajiuliza is imetoka driving. wapi? And the question was, why has it got this? Watakupa gari You give you a car, lakini unakufa. but you kill yourself. Kaa na Yesu, Stay with Jesus. tembea na Yesu, Walk with Jesus. Mungu atakupatia hiyo. And God will give you that car. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo kuna neema. The devil is grace. Yesu bado yuko kwenye kiti cha Jesus is still seated at the throne. Kama kuna mtu katikati yetu If there's anyone among us ambaye anasikia tuombe, that you feel that we pray together, ni wakati mzuri wa kuomba. it is good time we pray. Inawezekana mjafanya, Maybe we've not done it, lakini kuna watu wanakuandaa, but there are people who are after you. wanakuandaa. They are after you. Unaona watu wanakutumia na ujumbe na wanaume wenzao, Your fellow men are sending you messages, love messages. wengine wanawake wenzao. Even their fellow women are sending you love messages. Acha tuombe Mungu Shall we pray to God akuepushe na hiyo that He may make you escape from this usije kind of ukaingia trouble, katika hiyo hali, that you don't get into this kwa trouble? sababu Biblia inasema Because the Bible says, wafiraji, those who are homosexual and those who are sodomites, those who are washerati, as in sexual sin, they will all not get lakini to heaven. najua wewe utaingia, But I know we shall get to heaven. kwa sababu Because nimeona umekaa toka tulianza. I have seen that you've sat there since we began. Kama kupata If you were there, na unaona hata watu wanakutamania, and you always look, haujawahi fanya kitu, people are admiring you, lakini watu they wanakutamania. are all they having feelings over you. Unajua hapa You know, here, nikisema hivi, if I say that, kuna mtu atakataa kusema. someone will not accept to start. Shall we start all of us?